Mpendwa msikilizaji wa JJ-San Creative Studio, karibu katika masomo ya kesha la asubuhi. Anza asubuhi yako kwa kuliinua jina la Yesu katika maisha yako. Yesu akiinuliwa juu, mioyo inaunganishwa, maisha yanabadilika, na Mungu akubariki. Piga pandana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti, imba sana. Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja. Yesu yuaja tena. Ikiwa ni Disemba 11, somo linasema mabadiliko ya makubwa yanapaswa kufanywa. Tuombe. Asante Baba kwa asubuhi nyingine ulotupatia. Tunapoenda kusoma neno lako, tunaomba Roho yako awe pamoja nasi. Tunaomba kwa jina la mwanao mpendwa Yesu Kristo. Amina. Wafilipi 2:15. Mpate kuwa wana wa Mungu wasio na lawama, wala udanganyifu, wasio na ila kati ya kizuizi chenye ukaidi, kilichopotoka, ambao kati ya hao mnaonekana kama mianga kati ya ulimwengu. Wakazi wa mbinguni wanatarajia kuona wafuasi wa Kristo waking'aa kama mianga ulimwenguni. Wanapaswa kuonesha nguvu ya neema ambayo Kristo alikufa ili kuwapatia. Mungu anatarajia wale wanaoitwa wa Kristo kuonesha ukuaji mkubwa wa Ukristo katika maisha yao. Ni wawakilishi wa Kristo na wanapaswa kuonesha kwamba Ukristo ni halisi. Wanapaswa kuwa watu wa imani, wenye ujasiri, waliojitoa kikamilifu, ambao pasipo shaka yoyote wanamwamini Mungu na ahadi zake. Wale wote watakaoingia katika mji wa Mungu lazima wamweke Kristo kuwa wa kwanza katika maisha yao hapa duniani. Hiki ndicho kinachowafanya watumishi wa Kristo mashahidi wake. Wanatakiwa kubeba ushuhuda bayana madhubuti dhidi ya matendo maovu yote, wakiwaelekeza wadhambi kwa mwanakondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Wote wanaompokea anawapa nguvu ya kufanyika wana wa Mungu. Uongofu ndiyo njia pekee ambayo kwayo tunaweza kuingia katika mji wa Mungu. Ni njia nyembamba na lango tunaloliingia limesonga sana. Lakini ni kupitia kwa hiyo tunapaswa kuwaongoza wanaume, wanawake na watoto, tukiwafundisha kwamba ili waweze kuokolewa wanapaswa kuwa na moyo mpya na roho mpya. Tabia za kale za kurithi lazima zishindwe. Tamaa za asili mioyoni lazima zibadilishwe. Udanganyifu wote, upotoshaji wote na maongezi maovu yote yapaswa kuachwa. Maisha mapya yanayofanya watu kuwa wanaume na wanawake wanaofanana na Kristo yanapaswa kudhihirishwa. Sharti kusiwepo na maisha ya maigizo katika maisha ya wale wanaobeba ujumbe mzito na mtakatifu ambao tumeitwa kuubeba. Wale wanaompenda Kristo wataishi sawasawa na mapenzi yake katika maisha yao. Wamemchagua kuwa upande wa Bwana, hivyo maisha yao yanatakiwa kusimama kinyume na maisha ya ulimwengu huu. Mjaribu atakuja kwao,
akiwa na vishawishi na kuwadanganya akisema, haya yote nitakupa ukianguka kunisujudia. Lakini wanatambua kwamba mjaribu hana chochote cha thamani cha kuwapa na wanakataa kutii majaribu yake. Kupitia neema ya Mungu, wanawezeshwa kutunza usafi wa kanuni pasipo mawaa. Malaika watakatifu wapo pembeni mwao na Kristo anajifunua katika msimamo wao unaopatana na kweli. Wao ni askari wa Kristo wakidhihirisha kama mashahidi halisi ushuhuda thabiti unaopatana na kweli. Wanaonesha kwamba kuna nguvu ya kiroho inayoweza kuwawezesha wanaume na wanawake wasiweze kuyumba hata chembe kutoka kwenye kweli na haki kwa zawadi zote ambazo mwanadamu anaweza kutoa. Watu wa aina hii, mahali popote pale watakapokuwa, wataheshimiwa na mbingu kwa sababu wamekubali kuishi kulingana na mapenzi ya Mungu, bila kujali ni kwa jinsi gani wanatakiwa kujitoa. Utasoma katika Testimonies for the Church, gombo la 9, ukurasa wa 22 hadi 24. Na huu ndio mwisho wa somo lisemalo mabadiliko ya makubwa yanapaswa kufanywa. Na tuombe. Asante Baba kwa somo ulotupatia. Asante tuweze kulifanyia kazi katika maisha yetu. Tunaomba yote kwa jina la mwanao mpendwa Yesu Kristo. Amina. Anakuja, Yesu yu